tunaenda mahakamani kwa sababu msajili amechukua jukumu la kuzuia ruzuku kwa chama chetu. Sasa sheria anayoisimamia msajili mwenyewe, sheria ya vyama vya siasa, kifungu cha 18(6), msajili ana uwezo wa kuzuia ruzuku ya vyama au kwa chama kingine chochote, sio cha kwetu tu, chama kingine chochote kinachopokea ruzuku, pale tu ambapo kuna kweli ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kwa chama hicho, kwamba labda chama kimefanya matumizi ya hovyo ya fedha na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali amekagua na ametoa ripoti, kama vile mnavyosikia sasa hivi ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali inasema serikali ya Rais Samia imefanya matumizi yasiyokuwa na tija ya bilioni 571. Sasa kama mkaguzi tungekuwa na hati chafu au fedha zimetumika vibaya au na jambo kama hilo, kwa mujibu wa kifungu cha 18(6), hapo tu ndio anapopata mamlaka ya kuzuia ruzuku. Na process sio hiyo kwamba anakaa tu nyumbani kwake anasema nimezuia ruzuku. Process atatuandikia sisi barua ya kutaka to show cause, na hii pia inaenda mpaka kwenye board of trustees, sio chama tu, kwa sababu chama hiki ni mali ya board ya board of trustees. Sasa board of trustees ishow cause na chama kishow cause kwamba kuna matumizi ya hovyo, na kwa kutumia ripoti ambazo ziko audited za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Sasa msajili amejifanyia tu. Kwa hiyo tunaenda mahakamani kupinga hilo, kwa sababu tukiacha haya mambo kuna mtu mwingine na mwingine na mwingine atafanyiwa hivi. C, msajili hana mamlaka ya kubatilisha maamuzi halali ya vikao vya chama kwa mujibu wa katiba ya chama chetu. D, msajili wa vyama vya siasa sio mamlaka ya rufaa na sio chombo cha kupokea malalamiko yoyote kwa masuala ya chama na wanachama wa chama cha siasa. Kama kuna mwanachama wetu amefanyiwa kwenye chama humu, mtu anaweza kugombea ngazi ya wilaya au hata ngazi ya kata, pale kwenye maamuzi yakafanyika maamuzi, labda ameona mtu ametoa rushwa labda na vitu kama hivyo, katiba yetu inakutaka ukate rufaa. Kama wewe ni ngazi ya kata, ukate rufaa kwenye wilaya, na mamlaka ya rufaa itapitia, mamlaka ya wilaya itaakti kama chombo cha rufaa, itapitia malalamiko yako na itafanya nini? Itatengua au itaendelea kuuphold hayo maamuzi. Hivyo hivyo kwenye ngazi ya wilaya, kama kuna mtu analalamika anaenda ngazi ya mkoa, kwenye ngazi ya mkoa anaenda ngazi ya kanda. Chama chetu kimestipulate vizuri sana mamlaka haya na mgawanyo wa mamlaka kwenye wilaya, kwenye kata, kwenye mkoa na kwenye taifa. Kama kuna mtu ana malalamiko kwenye ngazi ya kitaifa, anakata rufaa, labda kama ni baraza kuu anakata rufaa kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo ndio maana tumesema msajili sio mamlaka ya rufaa na sio chombo chochote cha kupokea malalamiko. Kwa hiyo mambo yametufanya twende mahakamani. Hivyo chama kinachukua hatua hii kwa lengo la kuweka kumbukumbu sawa kuwa msajili wa vyama vya siasa hana mamlaka ya kupokea na kusikiliza malalamiko ya wanachama dhidi ya uamuzi wowote uliofanywa na chama cha siasa kama alivyofanya. 2, hatujaridhika na maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa kubatilisha maamuzi ya chama ya tarehe 22 na Januari 25. Sasa hapa mnisikilize vizuri tena. Hata hivyo, kamati kuu kwa kutambua mazingira magumu ya utaratibu wa sheria kutozingatiwa katika nchi hii, mabano impunity, na nawasihi sana waandishi wa habari, ni muhimu sana mkasaidia Watanzania kwenye nchi hii, kwa sababu kuna mambo mengi sana yaendi vizuri. Kuna mazingira unakuta watu wanasema fuata sheria, fuata sheria. Sisi ni law abiding citizen, tunapenda sana kufuata sheria. Lakini pia sheria hizi sio zote ziko justice, sio zote zina haki. Kwa sababu sheria tu. Kuna sheria hazina haki.
lazima tuwe tunajifunza na tunaelewa. Wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu, na ukigoma kuuzwa na kununuliwa umevunja sheria. Walitunga sheria kabisa kwamba wewe wakitaka kukuuza, wakuchukua kuuza, na wewe you have no right to resist kwamba uuzwe kama ng'ombe. Sasa pamoja na hayo yote si tunaelewa, lakini sasa kuna impunity, kuna utaratibu katika nchi yetu ambao sheria zipo na watu wafuati sheria. Watu wafuati sheria, watu wanajifanyia tu wanavyoweza.